habari za dunia na Leonard Mobali. Shukrani Martha. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini sheria ya kuivunja idara ya elimu ya Marekani na ameikabidhi idara hiyo chini ya udhibiti wa sera ya shule katika majimbo mahususi. Hatua hiyo ni moja ya ahadi zake alizozitoa wakati wa kampeni zake za uraisi. Japokuwa idara hiyo ya elimu haijihusishi na urekebishaji wa mitaala, lakini inasimamia ufadhili kwa shule za umma na usimamizi wa mikopo ya wanafunzi na kuendesha programu za kuwasaidia wanafunzi wa kipato cha chini. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amepuuza maandamano ya umma yanayofanyika kufuatia kuzuiliwa kwa meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu anayetajwa kuwa ni mpinzani mkuu wa rais huyo wa Uturuki. Alikamatwa siku chache kabla ya kutangazwa kwake kuwa mgombea katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2028. Anashtakiwa kwa ufisadi na kusaidia shirika la kigaidi, ambapo katika maoni yake Rais Recep Tayyip Erdogan anakishutumu chama kikuu cha upinzani kwa kutaka kuwapotosha watu kutokana na kushindwa kwao wenyewe. Polisimize saldıracak. Wamepoteza usawa kiasi kwamba wako katika hali ya kushambulia polisi wetu, kurusha vitisho kwa majaji, waendesha mashtaka. Ukizingatia CHP na vyombo vyake vya habari haviwezi kujibu masuala yote mawili ya rushwa, wizi na swala la diploma. Badala yake wanachagua njia rahisi ya kuchokoza msingi wao wenyewe na kuwadaa wananchi kwa kuliweka jambo hili kwenye kauli mbiu za kisiasa. Aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfukuza kazi mkuu wa idara ya usalama ya taifa hilo kutokana na kushindwa kubaini shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 la Hamas. Esther Lwambano na maelezo zaidi. Baraza la mawaziri la Israel lilikutana hapo jana siku ya Alhamis ili kuidhinisha rasmi kuondolewa kazini mapema kwa Ronen Bar ambaye aliteuliwa Oktoba 2021 kwa muhula wa miaka 5 kama mkuu wa Shin Bet. Netanyahu ametangaza nia yake ya kumfukuza bwana Bar katika taarifa yake ya video ya siku ya Jumapili, akitaja kutokuaminiana baina yao. Hatua hiyo ilizusha hasira na kuchochea zaidi maandamano dhidi ya serikali mjini Jerusalem, ambayo yalishuhudia maelfu ya Waisrael wakiungana na waandamanaji wanaopinga mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya Gaza. Na Rais Volodymyr Zelensky amesema maafisa wa Ukraine na Marekani watakutana kwa mazungumzo ya amani nchini Saudi Arabia Jumatatu ijayo, baada ya Kremlin kuthibitisha mazungumzo ya Marekani na Urusi siku hiyo hiyo. Kiongozi huyo wa Ukraine ameongeza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin lazima aache kutoa matakwa yasiyo ya lazima ambayo yanaongeza muda wa vita. Madai ya Moscow ni pamoja na kukomeshwa kabisa kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umewasilishwa kwako na Leonard Mobali. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Milele FM nchini Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfuta kazi Ronen Bar, mkuu wa idara ya usalama wa ndani Shin Bet, kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Baraza la mawaziri la Israel lilikutana jana jioni na kuidhinisha kufukuzwa kwa Ronen Bar ambaye aliteuliwa Oktoba 2021 kuwa mkuu wa shirika la usalama wa taifa. Zaidi na Halima Nyanza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza nia yake ya kumfukuza kazi mkuu huyo wa usalama wa ndani kwenye taarifa yake iliyotolewa kwa njia ya video siku ya Jumapili. Hatua hiyo ilizua hasira na kuchochea zaidi maandamano dhidi ya serikali mjini Jerusalem, ambayo ameshuhudia maelfu ya Israeli wakiungana na waandamanaji wanaopinga mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya Gaza. Na hawa ni baadhi ya raia nchini humo wakieleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo. Tumekuja kuitetea Israeli huru, ya kidemokrasia na ya kiliberali na ya Kiyahudi pasipo shaka.
Sisi ni sehemu kubwa ambayo naamini inawakilisha watu wengi hapa ambao wanahisi kwamba serikali hii haina mamlaka kwa hatua zote inazofanya. Kwa mtazamo wangu, maandamano haya ni kwanza kabisa kuhusu vita na mauaji ya watu wengi ambayo lazima yakomeshwe. Mateka lazima warudishwe na mauaji lazima yamalizwe. Hii ni serikali inayojaribu kuharibu demokrasia na kumfukuza kazi mkurugenzi wa Shin Bet, mwanasheria mkuu wa serikali na walinzi wa usalama, na kuteua watu wanaoendeleza vita kwa ajili ya kulinda serikali. Waziri mkuu wa Israel na mkuu huyo wa idara ya usalama wa ndani aliyefukuzwa kazi walikuwa kitofautiana mitazamo tangu mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 2023, ambapo kila mmoja akimshutumu mwenzie kwa kushindwa kuzuia. Taarifa yake Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini sheria ya kuivunja idara ya elimu ya Marekani. Hatua hiyo ambayo ilikuwa ni moja ya ahadi za kampeni zake, Bwana Trump kwa sasa amekabidhi udhibiti wa sera ya elimu katika majimbo mahususi. Shadrack Mwansasu na maelezo zaidi. Pamoja na kwamba idara ya elimu haijihusishi na urekebishaji wa mtaala, lakini inasimamia ufadhili kwa shule za umma, ikiwa ni usimamizi wa mikopo ya wanafunzi na kuendesha programu za kuwasaidia wanafunzi wa kipato cha chini. Jeanne Allen, ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji mkuu wa shirika linaloitwa Kituo cha Mageuzi ya Elimu, anaunga mkono agizo la utendaji la Rais Trump. Amesema programu nyingi zinazoendeshwa na idara hiyo ya elimu zitasalia, lakini mataifa binafsi yatakuwa na udhibiti zaidi wa elimu. The Education Secretary is to follow the idea. Waziri wa elimu anapaswa kufuata wazo la kupunguza kiwango cha mamlaka ambayo serikali ya shirikisho ina mamlaka kwa serikali za mitaa, na si kupunguza kiasi cha pesa kwenda kwenye programu hizo. Ikiwa programu hizo ni kwa ajili ya majimbo yenye ufanisi na jumuiya zilizo karibu na wanafunzi, zinaweza kufanya mabadiliko hayo. Wanachofanya ni mwisho wa kuwa na athari hii mbaya ya uvumbuzi wa kupunguza chaguo na fursa ya mzazi, na elimu yetu imeshuka kwa kasi kwa miaka 3 iliyopita. Rapid, dismal decline. Akizungumza kabla ya kutia saini mabadiliko hayo, Rais Trump alisema baadhi ya programu zinazoendeshwa na idara zitahamishwa na si kuondolewa. Amesema lengo ni kulipa kila jambo mamlaka zaidi ya udhibiti wa elimu. Zaidi ya mahitaji haya ya msingi, utawala wangu utachukua hatua zote halali za kuifunga idara hiyo. Tutaifunga haraka iwezekanavyo. Hatuifanyii mema. Tunataraji kuwarejesha wanafunzi wetu katika majimbo ambayo baadhi tu ya magavana hapa wamefurahishwa na hatua hii. Wanataka elimu irudi kwao, warudi majimboni na watafanya kazi ya ajabu. Rais Trump amesisitiza kuwa hatua hiyo iliyochukua ina uungwaji mkono mkubwa. Unajua, imekuwa ajabu jinsi jambo hili lilivyo maarufu. Ninawaambia watu kwamba hivi ndivyo ninafanya leo, na wanasema hiyo ni kuhusu wakati. Kila mtu anasema, Republic na Democratic wamesema, wote wamesema. Rais ameishtumu idara hiyo ya elimu na kuongeza kuwa Marekani haijafanya vyema katika elimu kwa muda mrefu, lakini wanademokratiki wameelezea kuwa hatua hiyo ya Rais Trump ni kutojali. Ni Shadrack Mwansasu. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametaka kupuuzwa kwa maandamano ya umma yanayofanyika nchini humo kufuatia kukamatwa kwa meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu. Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu kukamatwa kwa mpinzani wake huyo, rais wa Uturuki amemshutumu mpinzani huyo kwa kuwashughulisha watu kutokana na makosa yao wenyewe. Polisi wameripotiwa kutumia risasi za mpira na mabomu ya machozi dhidi ya wafuasi wa meya huyo. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini humo Özgür Özel ameituhumu serikali kwa jaribio la mapinduzi. Akizungumza na wafuasi wake, amelaani kutumika kwa nguvu dhidi ya waandamanaji. Jeshi la polisi, msilete uchochezi katika eneo hili. Nawaomba sana. Gavana wa Istanbul Davut Gül na kuita kutokea hapa. Usilete uchochezi katika eneo hili. Sitaki kuona maji ya kuwasha yakipulizwa tena pale. Aidha, kiongozi huyo wa upinzani ameapa kuendelea na maandamano. Tutaandamana na vijana, wanachama, raia na wademokrasia. Kama kuna njia ya kuandamana, tutaandamana.
Tutajaza uwanja popote pale. Kwenye uwanja tutaenda. Popote kwenye vikwazo tutashinda. Hatutatambua kizuizi ama kikwazo chochote. Meya wa mji wa Istanbul Ekrem İmamoğlu, ambaye ndo mpinzani mkuu wa rais huyo Uturuki, alikamatwa siku chache tu kabla ya kutangazwa kuwa mgombea urais nchini humo katika uchaguzi wa mwaka 2028. Mamlaka nchini Uturuki pia zimewakamata watu kadhaa baada ya kutuma ujumbe wenye uchochezi katika mitandao ya kijamii kufuatia kukamatwa kwa meya huyo siku ya Jumatano. Na sasa moja kwa moja tunaelekea viwanjani kwake Shadrack Mwansasu. Naam, asante sana Martha Saranga. Ni kwamba bingwa mkongwe wa mchezo wa kuogelea na mwanasiasa kutoka katika taifa la Zimbabwe, Kesti Kombatri, ambaye pia amekuwa kiongozi wa michezo, amesema kwamba kuchaguliwa kwake na kuwa rais mpya wa kwanza mwanamke Mwafrika kutoka katika kamati ya kimataifa ya Olympic hatimaye amefanikiwa pia kuwashinda wagombea wengine 6 wanaume akiwemo Rod Cole wa Uingereza. Mwogeleaji huyo wa zamani miaka 41 ambaye pia alishinda medali 2 za dhahabu za Olympic alipata kura 49 kati ya 97 zilizopatikana katika duru ya kwanza uchaguzi uliofanyika jana Alhamisi, huku Cole akiambulia kura 8 pekee kwenye kinyang'anyiro hicho. Kombatri anachukua sasa nafasi ya Thomas Bach ambaye ameongoza IOC tangu mwaka 2013 na kuwa rais mwenye umri mdogo zaidi katika historia ya miaka 130 ya shirikisho hilo. Kwenye soka barani Afrika, mechi za kuania kufuzu michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 ambazo zitafanyika kuanzia Juni 11 hadi Julai 19 katika nchi 3 ama mataifa matatu, kwa maana Amerika Kaskazini, Marekani, Canada pamoja na Mexico ama Mexico. Jana kumepigwa michezo kadhaa katika hatua ya makundi. Sierra Leone wakawachapa Guinea Bissau bao 3-1. Zimbabwe wakatoka sare 2-2 dhidi ya Benin. Cape Verde wao wakashinda 1-0 dhidi ya Mauritius, na Libya kasali 1-1 na Angola. Gabon wao wakabamiza 3-0 Shelisheli. Gambia na Kenya wao wakafungana bao 3-3. Msumbiji wakawabanjua Uganda bao 3-1 na Malawi dhidi ya Namibia. Mchezo ulitamatika kwa Namibia kushinda bao 1-0. Katika ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani kwa NBA, kundi linaloongozwa na mfanyabiashara wa Marekani huyo ni Chizo William, ni kwamba amekubali sasa kununua timu maarufu ya mpira wa kikapu Marekani ambayo ni timu ya Boston Celtics kwa rekodi ya dola bilioni 6.1 ambayo ni sana pound bilioni 4.7. Kiasi hicho cha pesa ni kiwango cha juu zaidi kuwahi kulipwa na kampuni ya michezo ya Amerika Kaskazini, kizidi zaidi ya ununuzi wa dola bilioni 6 kutoka Washington Commanders wa ligi ya soka ya kitaifa ya NFL mwaka 2023. Mwaka jana ambapo gazeti ambalo linajishughulisha na takwimu za kibiashara la Forbes liliorodhesha Celtics ambayo inamilikiwa na familia ya Grusbeck na mshirika wake Steve Peguka kama timu NBA yenye thamani ya 4 kwa umiliki wa dola bilioni 6 sawa na pound bilioni 4.6, pamoja na Golden State Warriors yenye wastani wa dola bilioni 8.8 sawa na pound bilioni 6.7. Kwenye tennis kimataifa, kocha wa mchezo huu raia kutoka taifa la Slovakia ni Vladimir Platelnik amesema kwamba ushirikiano wake wa muda mfupi na mchezaji tennis Emma Raducanu ulifikia mwisho kwa sababu Mwingereza huyo Raducanu alikumbwa na msongo wa mawazo kimaisha. Platelnik amekiambia kitengo cha mchezo BBC kwamba alishangazwa mno na hali hii, lakini hakumchukiza wala kumshangaza kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 22 alipositisha mpango huo baada ya wiki 2 pekee. Kwa kutimisha ni kwamba tukirejea kwenye soka tena, mchezaji wa kimataifa kutoka taifa la Ghana ni Jordan Ayew amesema kwamba ana imani sasa kubwa zaidi baada ya kuteuliwa kuwa nahodha kikosi cha timu ya taifa lake la Ghana kwa ajili ya mechi ya mwezi huu kuweza kufuzu kuna kombe la dunia la FIFA 2026. Na hitimisha dondoo za michezo asubuhi ya leo. Shukrani sana Martha Saranga. Shukrani Shadrack Mwansasu.